Na sherehe maalum ya jamii wa Pokot kwa jina Sapana ni mojawapo ya mila ambazo jamii hiyo inaendeleza. Sherehe hiyo ya rika ya siku moja hufanyiwa mwanamume kama njia ya mpito kutoka utotoni na kuwa mtu mkubwa. Kwenye sherehe hiyo ambayo huvutia watu wengi, ng'ombe ama mbuzi huchinjwa baada ya kudungwa na anayeshiriki huku wakazi wakisherehekea. Baada ya kushiriki tambiko hilo, mwanaume sasa anaweza akakaa kwenye vikao vya wazee almaarufu kokwo, wakijadili masuala mbalimbali na vilevile kupeana baraka. Oscar Kakai ana maelezo. Je, wewe umesapana? Hili ni swali la kawaida utaulizwa unapofika katika eneo lolote katika kaunti ya Pokot Magharibi. Sherehe ya Sapana ni sherehe maalum ambayo mwanaume hupitia ili aweze kutoka utotoni na kuwa mtu mkubwa. Bai inaonyesha wewe umekuwa mtu mkubwa, sasa wewe unaingia katika rika ya wale wengine ambao sasa nataka uende ukae na wazee, ama uwe mtu ambaye sasa inajulikana kwamba huyu amekuwa mtu mzima na ameoa na amesapana. Wakati kijana anaanza kuwa kubwa namna hii, kwanza yeye anaanza kusapana. Sapana yake kabla hajasapana hawezi kuoa. Hiyo ndio desturi. Wewe unajua kupita hiyo ni kupata baraka ambayo unaweza gawa hiyo baraka kwa wengine. Sasa wewe utatoa hujapata, sasa wewe utatoa kubariki nani tena? Hiyo ndio kitu ambaye itaikani kama hujasapana. Wewe unahesabiwa kama ni mtoto tu. Yeah. Wewe bado ni mtoto. Wewe bado unakaa nyuma ya wakina mama huko. Kwenye sherehe hii wanaume huketi kwenye mviringo huku wakikula nyama na kunywa damu ya ng'ombe, ambapo wengi kuhadithia wazee wengine hadithi tofauti tofauti. Na hiyo yote ni sanctification. Unafanyiwa kuwa safi ili ukiishi maisha yako, kama ulikuwa umekuwa na mambo mabaya na watu wengine, kama umekuwa na hasira na watu wengine. Sapana ni mojawapo ya mila ambazo bado zinapendwa katika jamii ya Pokot. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega.